Thank you so much, the members of the press, and I'm really grateful for this great opportunity that you've given me. Na so ameniita niongelele hii issue ya Oroba. And before I continue, I say my name is Brenda Kangai, kama vile mnajua. And I also want to tell my fans, my supporters, and the people who have been following me for long that I'll be vying for the Nairobi County Woman Representative seat comes the year 2027. So mkwe mnanifuatilia, mnaona progress mali imefika. Na juu mimi ndio nitaenda kuwa represent, pia nyinyi mkwe kama madada zangu na masista zangu, muweze kunirekebisha mahali ambapo mtaona ni kama naenda vibaya. So sipendi kuongelelea issue ya mwanamke mwenzangu cause I'm also a woman. But allow me to say this. Most women who are in parliament and in Senate are disgrace to this nation. And I'm saying this with confidence because they are given opportunity to go there and show that a woman can lead. And the moment they get that position, wanaenda wana relax, wanaanza kufanya vituko na sarakasi. And the moment things turn vibaya kwao, they come out crying loud. Mimi sitaki kusema ati Gloria Oroba hakukuwa harassed sexually. No, I don't want to say that. Because we have seen BBC kifanya documentary kwa majani chai, vile wamama wanaambiwa give me this so that you can get a job. Tumeona issues za wasichana wadogo sana wakikuwa raped by the people ambao wamesurround, ambao ni wazazi wao, brothers, watu wa community, walimu. Tumeona vitu mbaya mbaya zikitendekea mtoto wa msichana, hata mtoto wa kiume. But allow me to say this, serious cases za sexual harassment hazitachukuliwa serious kama tuko na watu kama akina Gloria Oroba kwa leadership. And I'm saying this because of this. In the year 2023, time ya finance bill, 2024 time ya finance bill, mliona vizuri Gloria Oroba, sijui kufanywa hivi ni kukisiwa ama ni kufanywa nini, I don't know. Mambo ya romance sijui sana, naweza taka nyinyi ambao mtaniona mniambie ni nini. Niliona akishikashikwa hivi na president mbele ya watu, mbele ya cameras, na the moment president realize cameras ziko on, akaacha. Niliona yeye mwenyewe alikuwa ana entertain. Hiyo ni yenye tuliona kwa kamera. So behind the scene kuna vitu mingi sana zilikuwa zinaendelea huko ambazo hatukuwa tunaona. Na alipotolewa ndio alianza kutuletea story mingi. Na mimi sina shida na hiyo. Maybe alikuwa harassed duko na hakupenda mwenye alimharass. Na maybe kwingine alikuwa harassed na akapenda mwenye alimharass. That is not the problem. My problem is that you have to give that quality leadership so that another girl mwenye atapata nafasi ya kwenda parliament na senate aweze kuchukuliwa akiwa serious. And I want to take this good example. Two women from different political parties, do msiseme niko biased. One is Millie Adhiambo. Number two is Gathoni wa Mushomba. Angalia the kind of leadership they have. Bold, courageous. What do they give the society? They give the society credible leadership. And that is the kind of leadership I, Brenda, admire. Bold women who can come out and say no. Bold women who can come and say yes without being forced by anyone or without claiming that anyone forced them. That is the kind of leadership we would like other women in parliament to portray. Naweza taka waige mfano wa Millie Adhiambo na Gathoni wa Mushomba. Lakini hizi tabia za kina Gloria Oroba, Karen Nyamo, Millicent Omanga na kina Esther Passaris, wewe unavaa nguo fupi, unatwak parliament, ni kama ulipelekwa huko na kutwak. My friend, you have to stop it. And I have to call you as a young leader because I, Brenda, need a position in that parliament and I need to represent my people well and I need to be respected. And if you will not set that pace, who is going to respect me nikifika huko? Tukua sisi wote tunaonekana tumekuja huko na nia moja. And let me say this. I've been in politics since I was 21 years. And I want you to go and ask when I joined ODM party. Ni sawa tuko kwa siasa na wanaume, tunafanya field ambayo iko na wanaume. Nisikia Oroba akisema before upande kwa gari, sijui lazima sijui sukuma ushikashikwe. Let me tell you, in my years in ODM, labda watu utongozwa. Mimi sijawahi tongozwa na mtu. Sijui kama mimi ni sura mbaya
ama niko na maybe another udhaifu. But what I know with men, how you live with them is how they will take you. The kind of people I work around in my office, watu wenye na work nao wengi sana, 70% ni wanaume. They don't harass me because I wear decently. I talk to them in a polite manner. Tuna handle issues zetu amicably. Hakuna mahali tunapatana mahali pa kukuja kutongozana, kukaa chini, kuongea mambo ya upuzi. If it's leadership, let it be leadership. Kutongozwa si vibaya. I also have a person, I'm married. So, kutongozwa si shida. Mimi ni bibi ya Mluya. Hakunipata, like sikumpata kwa hewa, alinitongoza nikaingia box yake. So, hiyo kutongoza is not a problem, but isikue ati wewe ukienda kwa leadership ukitolewa unaanza kusema ni hiyo kutongozwa. What we want, wewe useme kama young leader yenye imefanya ukatolewa, tunataka useme nimetolewa nikitetea wananchi, nimetolewa nikitetea njia fulani itengenezwe, nimetolewa nikitetea petroli ishuke, nimetolewa nikisema kama saa hizi wanafunzi wa shule wajapewa HELB, watoto wa university, nimetolewa nikisema HELB ipatiwe wanafunzi. I will understand you. I'll say ametolewa akiwa in the line of duty. Lakini hizi mambo zingine mnaleta za upuzi, please put your drama in your house. Do it outside politics. Do it outside leadership for the sake of other young ladies who want to be in leadership. And also another thing that I want to say. Mimi niliona Orobo ukianika watu sana. I want to tell you confidently. When you are in the praise and worship team of Mr. William Samoei Ruto, hakuna hata siku moja niliona Orobo ukisema sijui kuko hivi serikali ni mbaya. In 2023, Brenda Kangai, hakuna mahali sikuenda na baba hii kupinga bill ya 2023. 2024 kuna mahali sikuenda kusema bill ya 2024 iachwe. But Oroba, she would wake up very early in the morning in each and every TV station, hata mkiangalia videos, akienda kusupport hizo bills. Oroba alikuwa mtu wa kwanza kuenda kusema bill ya 2023 ipite. Sijui because of this and this and this. 2024 ni mtu wa kwanza kusema bill ipite. Bill ambayo imefanya watoto wetu wakauliwa, imefanya watu wakamwaga damu. Let us stop being pretenders. Tuache kukua pretenders. Kama wewe mwenyewe hujakuwa na wananchi, haujakuwa na wananchi. Na juu umetolewa, hautakuja kutuambia nyef, hapana. And I'm not saying that because I hate a fellow woman. I'm saying that because we need quality leadership. Mali imefika tunahitaji uongozi ambao uko na at least kitu tangible, kitu yenye mwananchi anaweza sema mimi nilichagua kiongozi ambaye ananifanyia kitu ya maana. Si kuchukua kiongozi juu ametolewa ameanza kuongea maneno tamtamu tunamfuata. We cannot do that. Gloria Oroba alikuwa mtu mstari wa kwanza kwenda kusema Gachagua kuwe impeached. Nilimwona kwa ma TV mingi sana, he's tribal mom, nini. After ametolewa anasema ati I misquoted that tribal thing. It is not like that, Gloria. Hapana, haiko hivyo. If you were forced by the president to go and impeach Rigathi Gachagua, if you are forced by the president to go and promote the rogue finance bills, hizo zote mbili, it means you yourself, you cannot make a sober decision for your country. If you can be told to do this, how are you going to make a decision next time? It means hata saizi ukipatiwa nafasi, utaenda the same thing, uambie wananchi, uambie leader mwenye amekupatia uongozi, mimi nitafanya vile utataka. Let be leaders who can be accountable for our actions. Let's speak what is there. Tuache kubandika maneno juu ati umetolewa. Hapana. Mimi in 2023 nilitoka nje na nikamwambia sitaki finance bill na si poa na iko hivi na hivi. 2024 nikasema the same thing. Na mimi party leader wangu Raila Amolo Odinga alipoamua ni kwenda kwa Ruto, what did I say in front of cameras? I'm not ashamed. I said I will not follow them to Kasongo and I will not dance their tune, and nobody forced me. Even regarding these forced me. Mimi hata before watoke mimi nilikuwa nishatoka. Because I cannot follow a traitor. I cannot follow somebody who lied Kenyans. The president himself is stood and told Mama Mbogas, I will represent you. I'll protect you. I'll give your children sijui this and this. He has ever done nothing. So Gloria Oroba and the rest. My thing is that you have to be accountable for your actions. You are leaders. If you are given positions,
do exactly what is supposed to be done. Si kutupeleka na round up. Na sisi wa Kenya si wajinga. We are not fools. Remember that, Gloria, all things that you have said again in favor of Kenya Kwanza ziko YouTube. Download na tutaambia wa Kenya siku fulani Gloria alienda kwa TV fulani akasema hivi. Siku fulani aliamka na akasema hivi. This day aliamka akasema Rigathi Gachagua atolewe ni tribal na iko hivi. Siku shinda mmeshuka koti hivi vitu. Unataka kukaa kama malaika. You are not holy. Just tell Kenyans, I am sorry. I did this for my self gain na washanifuta. Sina mshahara, so lazima ni wakanyage, tutakuelewa. Lakini usikuje kupretend ati vile sasa ulikufia sijui sanitary pad. In fact, when you give a woman sanitary pad for just 2 packets, zimemsustain mwaka mzima. Push for bills that can give that young lady jobs, kazi, ajinunulie pads zake. Si mtu kutuambia hapa na push pads. Ukinipea pad ya mwezi mmoja umenipea next month. Let's discuss issues that can solve the poverty for life. Si mambo na kuongea leo, kesho, unataka sasa ukuje na pad mwaka, next year ukuje na pad, so that even after 10 years you'll be saying, oh, I am championing for pad. Create sustainable solutions for the problems that we have in this country. And lastly, Gloria Oroba, if you really believe you stood with any youth, ukasema vijana wapewe kazi, Senate tukisikia, toa video. Uache kublackmail vijana. Uache kutoka kuambia vijana like you are old. You are not. You are not, madam. You are not. And not only you. Wewe, together with Pasaris, together with Karen Nyamu, nilisikia ukimuingilia. You are bird of the same feathers. Why would you shame another person and you wote ni same level? It is better even Karen Nyamu mwenye atoanga zake zote tunaona ametoa. Na ametoa na amejianika na ako vile yako. I would even rather side with her mwenye anatuonyesha vile yako tukala zake than wewe unajificha. Una pretend vile wewe ni mzuri na mseneta mwingine nisikie ukitaja. You are the same. Hakuna nini mwingine. Angalia Muhindi alipatiwa Nairobi. When we wanted to vie for the women rep seat in Nairobi County, tuliambiwa aje ODM tuko wadogo sana. Sisi ni watoto. Hakuna kitu tunaelewa. Bado tujakomaa. Sasa nashangaa tumeshafika miaka 30. Kwani tunapaswa tufike miaka 50 tumee nywele za white ndo tuende kurepresent watu hapana. It is our time to go to parliament, the young people, take votes, make sure 2027 utachukua kura, uende uchaguane. And by that, make sure by now, kama umefika 18 years, ushatafuta ID. Na ukienda kuchukua ID, ikuwe ipatikani, tuambie online, so that we can storm there and get an ID. So that in 2027, you will wake up very early morning to chase everyone who is in power. Wabunge wote ikiwezekana wote waende nyumbani na ma MCAs. Choose from MCA, MP, women rep, senator, governor, president, new faces, new people, new leadership. And nikimalizia sana, mimi ni mtu ambaye amesema ni mwanachama wa chama cha DCP na sina uoga. And by the way, we have consulted our party leader. Na tukamuuliza ya kwamba hii chama yetu ya DCP na favor vijana. Akasema vizuri sana. Yeye welcome kila kijana katika tabaka mbalimbali wakujua join chama yetu. So lastly, Oroba, don't feel bad. I have just talked the truth that it is. Wacha kuenda kuongea vituko na sarakasi. If Nyegenye ama anaitwa Nyege ama anaitwa aje. If that Nyegenye alikuwa ras maybe because you yourself wanted. And by the way, ndio krema hata umefanywa. Why were you nominated? What did you do to qualify to get nominated? Please, I beg to be made to understand. What did you do? So tafadhali acha panganga, acha sarakasi. Go back. Think if you have good strategies for the people, go back to the people. Kama watakuitikia, and probably people should reject people like you because you lack leadership qualities. Na nyinyi ndo mtafanya the next girl child akose nafasi. Thank you so much, Kenyans. Kama nimekuudhi, nisamee. And that's my point of view. And I would like even to see your comment. Nijue mnasema aje. Na asanteni sana pia wana media kwa kunipea nafasi. Na msiniulize maswali sasa. Si ndio?